أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. Alhamdulillah, tumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutupa siku nyingine kama hii ambayo ni tukufu sana kwa Waislamu, ambayo ni siku ya Eidul Adha. Idi wanaosema ni kwamba idi kubwa baada ya idi ya Idul Fitr. Tuna idi zinapohesabiwa zinasemekana ni idi 4, na idi ya kwanza ni ya Idul Fitr, ya pili Idul Adha, na ya tatu idi ya Ijumaa. Ijumaa inahesabika ni idi, na inayokaribia ni Idul Ghadir, ambayo ndio kwa kweli hiyo ndio kubwa kuliko Idul Adha. Na tuna wiki imebaki kama 1.5 hivi ndio tuweze kuifikia, au wiki moja hivi takriban ndio tuweze kuifikia siku ya Idul Ghadir. Kwa nini tuwe na siku kama hii ya Idul Adha? Ina utukufu gani? Ina cheo gani? Kwa nini watu waisherehekee, Waislamu dunia nzima siku hii? Yenyewe inaitwa Idul Adha, idi ya kuchinja. Na nikianza kuelezea ni kwamba Uislamu vile ulivyo, Uislamu ni symbolic, ni dini ambayo inategemea mambo ya symbols, ishara. Yani kitu na kina ishara yake, ina maana yake. Mambo mengi yaliyoko ndani ya Uislamu ni ishara. Kwa mfano, swala yenyewe, rukuu ina maana gani? Kwa nini tuna rukuu? Sajida ina maana gani? Tunaposujudu kuna kusudiwa kitu gani? Ina maana maalumu. Kwa nini tusiombe tu dua, tutamke maneno tu, tusome sura na tumuombe Mwenyezi Mungu? Kwa nini tunanyanyua mikono yetu tunapotaka kumwomba Mwenyezi Mungu dua? Kwa nini baada ya kusoma dua tunapangusa nyuso zetu? Ina maana gani? Kwa nini tunaenda hija? Ina maana gani? Na hija ina maneno mengi, kuna mambo mengi mtu anapoenda. Kuna sehemu unafanya nini? Unafanya tawaf, unafanya kuzunguka nyumba tukufu ya Mwenyezi Mungu. Kuna kutembea sehemu inaitwa sa'i, yani baina Safa na Marwa unatembea, inaitwa sa'i, kutembea. Na kuna mahali ukifika unaenda haraka, unaongeza mwendo. Hizi zote ni ibada, zinaitwa ibada, lakini zina maana yake. Katika mwezi huu wa Dhulhijja, watu Mwenyezi Mungu amewaalika wawe wageni watukufu wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwa kwenda ziara ya nyumba ya Mwenyezi Mungu na kufanya ibada zile ambazo zinazofanywa. Ile ibada yenyewe tunapoenda, wao wenye kufika kule wanakuwa ni wageni wa Mwenyezi Mungu, dhuyufu wa Mwenyezi Mungu. Kama vile mwezi wa Ramadhani pia sisi ni wageni wa Mwenyezi Mungu, tunafunga siku 30. Alafu kwa kumaliza, baada ya kuwa wageni wa Mwenyezi Mungu, anatuwekea sherehe, siku ya sherehe. Baada ya kumaliza ugeni ule, tunamalizia na Idi, sherehe ya Fitri. Na hii pia vile vile baada ya kumaliza ibada ya hija, wale ambao wameenda katika hii conference ya Mwenyezi Mungu, wamekusanyika kutoka nchi zote zile duniani, wanakuja kwa siku kadhaa na wanafanya harakati na ibada ambazo zipo kwa kutaka nini? Kuradhi ya Mwenyezi Mungu. Wanafikia nini? Siku hile ya 10 Mwenyezi Mungu anaifanya ni siku ya kufanya nini? Idi na furaha kwa watu wote walioko kule na walioko nje, ambao ni sisi ambao hatukuenda hija.
Kwa hivyo inakuwa, na pia sisi kwa upande mwingine tunafunga siku 9. Ni mustahabu kufunga siku 9 na kumalizia na Idi. Ndio sababu pia inakuwa baada ya kufunga siku kadhaa inakuwa ni Idi pia inaunganishwa. Sasa kuna dhiafatullah, sasa kuna ugeni wa Mwenyezi Mungu. Tukirudi kwenye masala ya siku hii ambaye ni Adha, ina symbol gani? Ina symbolize kitu gani? Inaashiria kitu gani? Mwanza kabisa nikitoa ishara ya baadhi ya mambo ndio tuweze kujua. Nimetaja kuuliza maswali, kwa mfano, kwa nini tunasujudu? Alama ya sijida ni kwamba ni unyenyekevu wa daraja ya juu kabisa. Hakuna unyenyekevu kama huo, kwa sababu unachukua kipaji chako ambacho ndio kitu cha juu kabisa kwenye mwili wako, alafu unakiweka chini kabisa, sehemu ambayo miguu yako inakanyaga, na unakuwa umemsujudia Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo sijida ni alama ya unyenyekevu, ni ishara ya unyenyekevu kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tukirudi katika Makka, wanaoenda hija, kitendo kile cha kufanya sa'i baina Safa wal Marwa, alama ni alama ya kuonyesha ya kwamba nini, tunahitajia daima Muislamu awe katika hali ya sa'i, kujitahidi, mbio, harakati katika nini. Na kuna mahali ambapo unaambiwa harwala, kutembea haraka, yani uwe daima katika hali ya harakati na kutosimama unapokuwa katika milima ya matatizo. As-sa'i was-safa, as-safa wal marwa, milima miwili unatembea. Hiyo ni ishara ya kuonyesha ya kwamba daima tunatakikana, unapokuwa katika shida, katika matatizo, katika milima ya matatizo, unatakana kuwa katika sa'i, harakati bila kusimama daima. Na ile harakati ya kutembea kutoka Makka kwenda mji sehemu ya Arafa, kwenda Muzdalifa, kwenda Mina, yani ni kwamba ishara mojawapo ni kwamba haifai tubaki katika jambo la kutulia. Yani mtu atakani aende Makka akae, anatakana kuwa na harakati. Maisha ya Muislamu ni kwamba ameumbwa awe ni mtu wa harakati, sio kusimama na kutulia. Kwa hivyo maisha, tunapotoka huku tunataka kujifundisha hiyo harakati katika maisha, bila kusimama, tuwe katika movement daima ya kujielekeza na kujikurubisha kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ama duha al-adha yenyewe inatufundisha nini? Inatufundisha at-taslim war-ridha, kusalim amri kwa amri ya Mwenyezi Mungu na kuridhia amri ya Mwenyezi Mungu, ambayo tunaipata kwa nani? Kwa Ibrahim alayhi salam. Mwenyezi Mungu ametupatia mfano na akamchukua Nabii Ibrahim yeye awe ndio mfano wa jambo hili, na Mwenyezi Mungu amemfanya kitu ambacho tutakuwa sisi tunafanya kila mwaka ili kukumbuka jambo hili. Kila Idi tunakumbuka nini jambo hilo. Yeye alijitolea kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, huyu shujaa wa tauhid ambaye alikuwa ni shujaa, alipingana na Nabii Ibrahim, alipingana na Nimrud, waliokuwa wakiabudu masanamu, walikuwa wakiabudu jua, mwezi na vitu kama hivyo, lakini aliwakataa na akawa amesema ya kwamba Mwenyezi Mungu peke yake ndo anastahili kuabudiwa, na akatiwa ndani ya moto katika kuadhibiwa. Akavumilia moto ule kuingia ndani, lakini Mwenyezi Mungu akamhifadhi, akatoka salama salmini. Sasa katika siku hizi Mwenyezi Mungu alimfanyia Nabii Ibrahim, baada ya kuwa amekaa miaka mingi bila kuwa na mtoto. Alikuwa na mke wa kwanza ambaye alikuwa ni Sara, wa pili alikuwa ni Hajar. Alikaa akiomba na Mwenyezi Mungu, akampatia akiwa mtu mzima, akampatia mtoto ambaye ni Ismail. Sasa huyu ambaye alikuwa amempenda sana, Mwenyezi Mungu akataka kumfanyia mtihani, akamwambia kwa kumuotesha ya kwamba awe atamchinja mwanawe kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, amfanye dhabiha mbele ya Mwenyezi Mungu. Na yeye hakupinga, akawa nini? Amejitolea.
Qur'ani inaelezea kisa hiki katika aya hizi ambazo nitakazosoma, na anafafanua mambo matukufu yaliyopatikana kutokana na Nabii Ibrahim alayhi salam. Mwenyezi Mungu anasema katika Qur'an, baada ya mambo kadhaa na kuomba na nini, Mwenyezi Mungu akamwambia fabasharnahu bighulamin halim, tukambashiria ya kwamba Mwenyezi Mungu atampatia mtoto ambaye ni mpole. Falamma balagha ma'ahu sa'ya, yeye kijana wangu alipokuwa mkubwa akawa anaweza kutembea huku na kule, anaweza kufanya harakati. Kala, yeye Nabii Musa Ibrahim akaoteshwa, alafu akamwambia mwanao, kala ya bunayya, akamwambia mwanangu, inni ara fil manami anni adhbahuka fandhur madha tara. Anasema ewe mwanangu, hakika mimi nimeona kwenye ndoto ya kwamba mimi nakuchinje, yani ni maana yake nimeamrishwa na Mwenyezi Mungu nikuchinje. Fandhur madha tara, we angalia kwa upande wako unaonaje jambo hili litawezekana? Yani yeye alikuwa tayari salim amri kwa amri ya Mwenyezi Mungu, lakini alitaka pia mwanawe naye pia aonje utamu wa kutii amri ya Mwenyezi Mungu. Alitaka yeye mwenyewe awe na khiari, sio kwa kulazimishwa, sio kwa kutumia nguvu. Akamwambia wewe unaonaje? Naye mwanawe ambaye ni Ismail kwa utukufu wake pia vile vile akamwambia ya abati if'al ma tu'mar. Akamwambia ewe baba, yani pamoja na kuwa ni baba, ile hisia ya baina ya baba na mwana ipo, lakini pamoja na hivyo jambo hili la kuchinjwa mimi sitaingia jambo hili la huruma, na wewe pia baba usiingiwe na jambo la huruma hapo. Kwa hivyo mimi niko tayari, fandhur if'al ma tu'mar, fanya kile unachoamrishwa. Akasema satajiduni insha Allahu minas sabirin, akasema ya kwamba utanipata insha Allah katika wenye subira. Subira ziko aina kadhaa, kuna subira katika balaa na katika misiba ambayo Mwenyezi Mungu anasema idha asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, yani watu wanapopatwa na msiba wanasema sisi ni wa Mwenyezi Mungu na tunatoka kwa Mwenyezi Mungu. Hiyo inataka subira. Aya inasema wabashiri sabirin, hao wenye kufanya subira hiyo. Lakini kuna sabra ala ta'atillah, yani usubira katika kumtii Mwenyezi Mungu. Katika kumtii Mwenyezi Mungu lazima pia uwe na subira. Ukikosa subira hautaweza kutekeleza amri ya Mwenyezi Mungu. Ina mitihani ndani yake, ina ugumu ndani yake, ina taklufa, ni taklif, na ndio sababu inaitwa taklif. Sasa nini? Yani uzito. Sasa hii mtu anatakana awe na subira. Sasa yeye anamwambia utanipata katika wenye subira katika amri ya Mwenyezi Mungu, lakini hajitegemei, anategemea pia Mwenyezi Mungu. Ndio anasema insha Allah, lazima tuweke Mwenyezi Mungu katika mambo yote yale ambayo tunafanya. Alafu kisha wakawa wako tayari, huyu yuko tayari kumchinja mwanawe, mwanawe yuko tayari kuchinjwa. Ndio inasema aya inaendelea, inasema falamma aslama, baada ya kuwa wamesalim amri, watallahu liljabin nani? Nabii Ibrahim akamlaza kwenye nini? Kwa kipaji chake, ili asimwangalie, wasionane macho, akapatwa na hisia zile za baba na huruma. Akamlaza mtoto wake akawa ameangalia, na hii ni alikuwa ametoa fikra hii, akasema tufanye hivi ndio tusishinde kutekeleza amri ya Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo akamlaza na ikawa sasa atamchinja. Aya inaendelea, baada ya kunini akamlaza hivyo. Alafu alipopitisha kisu kile, alitaka kumkata, kisu kikakosa kufanya kazi yake. Akarudia mara ya pili, kisu kikakataa kufanya kazi yake. Mara ya tatu ikawa pia, kwa sababu amri ni ya Mwenyezi Mungu, yeye anaamrisha kisu kikate, kisu kina, na Mwenyezi Mungu anaamrisha kisikate, kikawa kinatii amri ya Mwenyezi Mungu, akiwezi kutii amri ya asiyekuwa Mwenyezi Mungu. Basi ndio Mwenyezi Mungu anasema wanadainahu aya Ibrahim kad saddaqta ruya, yani tukamwambia Ibrahim ya kwamba
umesadikisha ndoto yetu ambayo tumekupatia, yani umetekeleza wadhifa wako, kwa hivyo tena huna haja na Mwenyezi Mungu. Kwa sababu hiyo inna kadhalika najzil muhsinin inna hadha huwa albala'ul mubin, yani hii ndio tukamlipa. Kisha baada yake ni kwamba alafu Mwenyezi Mungu anasema inna hadha la huwa albala'ul mubin, hakika huu ulikuwa ni mtihani ulio waziwazi kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Alimfanyia mtihani ambao ni wazi mzito kabisa, mtu kutoa mtoto wake wa pekee ambaye amesubiri miaka yote na akawa atamchinja. Lakini Mwenyezi Mungu baada ya hapo akawa amembadilishia na kumpa kitu kingine ambacho ni nini? Kondoo ambaye Mwenyezi Mungu alimletea, Jibril alimleta kutoka peponi, na ikawa ndio aya inasema wafadainahu bidhibhin adhim, na tukamtolea fidia, tukamfanyia sacrifice yeye kwa nini? Kwa dhabiha ambayo ni adhimu, tukufu, ambayo imetoka peponi. Na aya pia inaendelea watarknahu fil akhirin, na pia takna alayhi fil akhirin, na tukamwacha ukumbusho wake kwa waliobaki, yani kwetu sisi tukawa tunakumbuka jambo hili. Salamun ala Ibrahim, amani imfikie Ibrahim, kadhalika najzil muhsinin, hivyo ndivyo tunavyowalipa watu wema. Wabasharnahu biishaka nabiyya minas salihin. Kisha baada ya hapo Mwenyezi Mungu ndo akamlipa, akampatia pia mwanae mwingine ambaye Ishaq. Kuna wengine wanasema kinyume chake, wanasema ya kwamba Ishaq ndio aliyetolewa, na ambapo inajulikana hata katika Biblia ni kwamba aliyekuwa mwana mkubwa alikuwa ni nini? Ni Ismail, na ndio alikuwa mwana wa pekee. Na huo mtihani ungekuwa si mzito ikiwa alimchinja mwana ambaye si wa pekee. Kama Ishaq alikuja baada ya miaka 15 baada ya kuzaliwa kwa Nabii Ismail. Kwa hivyo alikuwa, tukisema ni Ishaq itakuwa si mwana wa pekee, hata katika Biblia ni mwana wa pekee. Kwa hivyo hilo ni jambo ambalo ni kubwa, na Mwenyezi Mungu kwa sababu ya jambo hili akawa ametukuza siku hizi na amali zote ambazo zilizofanyika katika siku hiyo, na ikawa jambo hili litatendeka kila mwaka. Watu wanapoenda Makka wanatekeleza mambo yale ambayo yalifanyika, kupiga mawe matatu, ambapo Shetani alijaribu kuwashawishi Nabii Ibrahim, Nabii Ismail na mama yake Hajar kuambia ya kwamba hii ni ndoto tu, wachaneni nayo. Wakampiga mawe wakiajua kwamba huyu anajaribu kuwashawishi, na jambo hilo likawa ndio linafanyika. Tawaf pia ile tunayofanya, yeye ndio alikuwa aliyefanya jambo hili. Kwa hivyo mambo haya yakawa yamebaki. Kwa hivyo kuna kuchinja huku, tumewekewa jambo hili, walioko huko hija wanatekeleza hilo, lakini la kuchinja tunalitekeleza ili tujifundishe jambo hili la at-taslim, kunyenyekea, kusalim amri, kama vile Nabii Ibrahim alisalim amri pamoja na mwanawe, na ridha, na wakawa ni wenye kuridhia kile ambacho Mwenyezi Mungu amewapitishia. Lakini Mwenyezi Mungu lau kama angemchinja mwanawe kikamilifu, ingekuwa siku hii sisi pia tunachinja watoto wetu, ingebaki. Lakini Mwenyezi Mungu hakutaka jambo hili liendelee, ikawa akambadilishia na mbuzi au kondoo tuseme. Ikawa sasa sisi tutakuwa tukichinja kondoo, na pia ikawa Mwenyezi Mungu anataka kushirikisha watu wengine katika jambo hili, na ndio walishwe pia maskini na wengineo. Na ndio sababu pia tunaambiwa miongoni mwa sababu za kuchinja siku hii ya Eidul Adha ni kama aya zingine ambazo zinasema wanapochinja kule wanaambiwa wa at'imul ba'isal faqir, yani mlisheni mtu ambaye ni maskini fakiri, ambaye yuko taabani kabisa. Na nyingine inasema fakulu minha wa at'imul qani'a wal mu'tar, kuleni katika hizo nyama na walisheni. Alqani' ni mtu ambaye
ni yuko taabani, lakini ni mwenye kufanya kanaa, anajizuia, sio mwenye kuomba. Na walmughtar ni yule ambaye yeye yuko taabani na ananyosha mkono wake. Kwenye hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wa sallam inasema innama ja'ala Allahu al-adha, anasema hakika Mwenyezi Mungu amejaalia hii adha tushbi'a masakinikum, ili Mwenyezi Mungu amejalia hizi kuchinja siku ya hii ili mwalishe maskini wenu, minal lahmi, kwa nyama, faatimuhum, walisheni. Na pia Imam Sadiq anasema inna Allaha yuhibbul it'ami at'am wa iraqati dima bimina, yani kwamba Mwenyezi Mungu anapenda watu kulisha chakula, yani nyama hiyo, na nini, kumwaga damu huko, kuchinja huko Mina. Bismillahir Rahmanir Rahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillah alhamdulillahi alladhi hadana lihadha wama kunna linahtadiya laula an hadana Allah, thumma salatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa alihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Enyi waja wa Mwenyezi Mungu, na wahusieni ya kwamba tumche Mwenyezi Mungu, tuwe ni wenye kumtii Mwenyezi Mungu na kwa kuacha maovu na kutii yale ambayo Mwenyezi Mungu ametuamrisha katika wajibati. Kwa hivyo Idi al-Adha ni ishara ya utiifu, ni ishara ya kusalim amri kwa Mwenyezi Mungu, na pia kuridhia yale Mwenyezi Mungu ametutakia. Na hili jambo pia lilivyofanyika, Mtume anasema ana ibnu dhabihain, yani mimi nimetokana na dhabiha mbili, watu wawili ambao walikuwa wamefanywa kuwa ni dhabiha ya Mwenyezi Mungu. Tunampata Nabii Ibrahim ametukuzwa kwa jambo hilo, alikuwa amchinje mwanawe. Mtu mwingine ambaye alikuwa amepata sifa hii alikuwa ni nani? Ni Abdul Muttalib, ambapo kitendo hiki kilikariri. Yeye alimuomba Mwenyezi Mungu akiwa Kaaba, akasema ya kwamba Mwenyezi Mungu, ukinipatia watoto 10 nitamchinja mmoja katika wanangu, ambaye alikuwa hana watoto wa kiume. Sasa alipoomba Mwenyezi Mungu akafanya hiyo ni nadhiri, na alipofanya hiyo nadhiri Mwenyezi Mungu alijalia hiyo nadhiri ikatimia. Baada ya hapo akapata watoto 10 vijana, na alipopata watoto 10 basi ikawa ni lazima atekeleze nadhiri yake, yani alitaka amchinje mmoja katika watoto wake. Akaenda pale Kaaba na akawaingiza watoto wake kwenye Kaaba. Yeye mwenyewe alikuwa Abdul Muttalib, alikuwa ndio msimamizi wa Kaaba, ndio alikuwa sayyid. Sasa akafanya nini? Qur'a ile bahati nasibu kuchagua ni nani atakuwa mtoto wake. Aliyetoka katika hawa alikuwa ni Abdullah, ambaye ni baba yake Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Hakutosheka na ile hali, akasema kwamba mimi narudia tena mara ya pili, mara ya tatu, ikatoka jina lake. Basi akataka kumchinja, lakini watu wajomba wake na familia ndugu zake wakakataa, wakasema hapana, usimtoe huyu, fanya kitu kingine. Mwanawe ambaye alikuwa binti yake alikuwa kitwa Atika. Atika alikuwa ni shangazi yake au ammati yake Mtume. Akamwambia, baba, fanya hivi, wewe una wanyama wengi, toa wanyama uweke
nyingine, fanya qur'a, uchague badala ya huyo utoe hawa. Basi akachagua, akawa anaweka watoto 10 hawa ngamia 10 na Abdullah. Akawafanya hivyo 10, akaongezea 10, zikawa 20 mpaka zikafika 100. Kila moja alikuwa kifanya, ilikuwa inarudi kwa Abdullah mpaka ilipofika 100 ndio ikaangukia upande wa ngamia. Sasa zile ngamia akamwambia vile, basi chinja. Akasema hapana, haitoshi, mpaka nirudie tena. Akarudia mara 3 nyingine, ikaangukia ngamia. Sasa kutoka wakati huo ikapitishwa ya kwamba mtu anapouliwa, fidia ya mtu fidia ya mtu ambaye ameuawa ni kiwango cha ngamia, yani fine ni ngamia 100 siku hizo, na Mwenyezi Mungu akapitisha jambo hilo, likawa limepitishwa kwa Uislamu. Sasa ikawa Abdullah ambaye ni baba ya Mtume akawa ni dhabiha wa pili ambaye aliokoka, badala yake ikawa ngamia zimechinjwa. Na tukirudi kumalizia ni kwamba Imam Hussein ambaye ndio mjukuu wa Mtume amekuwa ndio dhabiha kwa ajili ya nini? Ya kutetea Uislamu. Na ndiyo baadhi ya wafasiri wanasema hii aya ambayo inasema wafadainahu bidhibhin adhim, ya kwamba ile ambayo wengine wanasema ya kwamba dhibhin adhim, yani Nabii Ismail alifanyiwa fidia, badala yake ikatolewa kondoo mahala pake. Wengine wanafasiri wanasema hiyo ni kwa iliyo dhahiri, kwa iliyo batin ambayo ni ya ndani. Maana ya ndani ni kwamba ni Imam Hussein, kwanza ilikuwa Abdullah, alafu kisha baadaye kwa sababu ilitolewa ngamia badala yake, mwisho ikawa ni Imam Hussein alayhi salam, alitolewa mahali pake. Lakini hata hivyo, iwe ndio tafsiri iliyo sawa au kuna tafsiri nyingine, lakini kwa ufupi ni kwamba leo pia ni siku, ni udhiya na ni tadhiya, yani ni siku ya sacrifice, kujitolea. Na sacrifice kubwa kabisa ambayo tunaona katika Uislamu baada ya Nabii Ibrahim au Ismail ni tadhiya ya nani? Ya Imam Hussein, aliyetolewa muhanga kwa ajili ya Uislamu katika siku ya Ashura huko Karbala, ambaye tunasema pia ni nini? Yeye alifanya taslim, alifanya kunyenyekea na kusalim amri ya Mwenyezi Mungu, na akaridhia balaa zote na mitihani yote katika kuitetea dini ya Mwenyezi Mungu na katika kutetea dini ya babu yake, na Uislamu ukawa utahifadhika na kubaki. Kitu cha kumalizia ni kwamba tunaona funzo lingine ambalo linapatikana kwa Nabii Ismail. Yeye alifanya kusalim amri kwa walii wa Mwenyezi Mungu. Walii wake ambaye alikuwa kwa wakati huo alikuwa ni baba yake, wakati huo ndio alikuwa walii wa Mwenyezi Mungu, ambaye ndiye alikuwa mtume na alikuwa imamu pia, ambaye ameteuliwa na Mwenyezi Mungu, alitii amri. Na sisi katika zama hizi kitu ambacho tunatakana pia tujifundishe ni kusalim amri na kutii nani? Imamu wa zama zetu, ndio tuweze kuwa kama Ismail aliyemtii baba yake ambaye alikuwa ni mtume wa Mwenyezi Mungu. Allahumma salli ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Allahumma salli wa salli ala aliyin amiril mu'minin. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Wa salli ala Fatimata az-Zahra sayyidati nisa'il alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Wa salli ala Khadijatul Kubra. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. وصل على السيدين سيدي شباب أهل الجنة الحسن والحسين. صل على محمد وصل على أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي
وجعفر بن محمد وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والحجة القائم أجل الله فرجه وسهل الله مخرجه. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. تابع بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات وإنك على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائك في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على آل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك يا رسول